Mtu wa Mungu, Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba nikashare na wewe habari za ujumbe wa neno la Mungu kwa dakika chache. Mtu wa Mungu, ninaomba ujue jambo hili ya kwamba Mungu hakukuumba kama mtu wa kawaida. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakakutazamisha ukajifikiri ya kwamba wewe ni mtu wa kawaida, lakini leo ninataka nikuambia kwamba Mungu hajawahi kuumba mtu wa kawaida, ila shetani ndiye anawafanya watu wanajiona wao wa kawaida. Mungu hajaumba mtu wa kawaida, ila shetani anapoingia katika maisha ya mtu ndiye anamfanya mtu anakuwa wa kawaida, ila Mungu hajawahi kuumba mtu wa kawaida. Maandiko yanasema katika kitabu cha Waamuzi sura ile ya 16 na mstari wa 17, yanazungumza kwa habari ya Samsoni ambaye alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, ambaye Mungu hakumuumba kuwa wa kawaida. Ukisoma kwenye Waamuzi sura ya 16 na mstari wa 17, anasema ndipo alipomwambia yote yaliyo moyoni mwake. Manake Samsoni akawa anaojiwa na Delila, na yeye akamueleza yote ambayo yapo ndani ya moyo wake. Anasema ndipo akamwambia yote yaliyo moyoni mwake, akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu. Tangu tumboni mwa mama yangu, nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu na nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Manake Samsoni anazungumza ya kwamba nitakaponyolewa nitakuwa, nguvu zangu zitaisha na nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Manake kuna nguvu ya Mungu ndani ya Samsoni, kuna nguvu ya tofauti ambayo Samsoni ameumbwa nayo. Ndio maana anasema ya kwamba endapo nywele hizo zitatolewa nitakuwa kama. So shetani anapokuja kwenye maisha ya mtu anamfanya mtu kuwa kama wanadamu wa kawaida. Manake kama Mungu aliweka kitu cha thamani ndani ya huyu mtu, shetani anamfanya huyu mtu kile kitu kipoteze thamani. Anasema nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Manake wanadamu kuna vitu vya kimungu tayari hawana. Samsoni anatueleza ya kwamba atakuwa kama wanadamu. Manake wanadamu hawa ambao Samsoni anawazungumza ni watu ambao tayari walikuwa wana unadhiri, wana kitu cha tofauti cha kuwafanya wasiwe kama wanadamu wa kawaida, lakini adui akaingia kwenye maisha yao akawafanya wawe kama wa kawaida. Manake Samsoni na yeye alipoingiliwa na huyu mtu kwenye maisha yake, mtu huyo akasababisha akawa kama wanadamu wa kawaida. Manake kuna nguvu ya Mungu ambayo inakaa ndani ya mtu. Ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ile ya 1 na mstari wa 19, anasema ni sawa na nguvu kuu mno ile ambayo inakaa ndani yetu. Waefeso sura ile ya 1 mstari ule wa 19, anasema hivi, mpate kutambua jinsi uweza wake ulivyo mkuu mno kwa ajili yetu sisi tuaminio. Uweza huo unafanya kazi ndani yetu. Uweza ule unafanya kazi ndani ya mwanadamu. Anasema ni sawa. So uweza huu ambao unafanya kazi ndani ya mtu ni sawa na nguvu ile kuu mno. Manake kuna nguvu kuu mno ya kimungu ambayo ipo ndani ya mtu, ambayo inamfanya mtu asiwe mwanadamu wa kawaida. Shetani kazi yake ni kuwafanya watu wawe wa kawaida. Manake anaingia kwenye maisha yao, anawafanya walikuwa ni wafanyabiashara, lakini anawafanya kuwa wafanyabiashara wa kawaida.
walikuwa ni mainjinia, lakini anawafanya kuwa mainjinia wa kawaida. Walikuwa ni madaktari, lakini wananyang'anywa cha thamani, wanakuwa wa kawaida. Manake adui anapokuja kwenye maisha ya mtu, anataka amfanye mtu kuwa wa kawaida. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ni lazima ukatae kufanywa na adui kuwa wa kawaida. Ni lazima ukatae kufanywa wa kawaida na shetani, aidha ni kwenye kila kitu chochote katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ninataka nikuambie nini? Kuna nguvu ya kimungu ambayo ipo ndani ya mtu, ambayo nguvu hiyo inamfanya mtu asiwe wa kawaida. Karasoma seketa. Kwa jina la Yesu Kristo, kuna nguvu, na hiyo ni nguvu ya kimungu ndani ya mtu ambayo inamtofautisha. Manake kama tuna watu ambao ni wanadhiri wa kiungu, wanatembea, ni wafanyabiashara ambao Mungu amewatengeneza kuwa wafanyabiashara, ni watu wenye hatima kubwa ambao Mungu amewatengeneza kuwa wenye hatima kubwa, ni watumishi ambao Mungu amewatengeneza wasiwe watumishi wa kawaida. Katika jina la Yesu Kristo na kuambia, katika jina la Yesu, kile ambacho kinakuja kwenye maisha yako kinatafuta kukufanya uwe wa kawaida, kwa jina la Yesu Kristo ninasimama kinyume na kila aina ya nguvu, na kila aina ya madhabahu, na kila aina ya utawala wa giza unaokuja kufilisi hali yako ya kiroho, kufilisi nyota yako, katika jina la Yesu. Kila nguvu, kila roho yoyote inayotafuta maisha yako kuyafanya ya kawaida, kwa jina la Yesu ninaiamuru itoeke kwa jina la Yesu. Ikuachie, ikuachie, iachie hatima yako, iachie ndoa yako. Ndoa yako isiwe ya kawaida, watoto wako wasiwe wa kawaida, elimu yako isiwe ya kawaida, karasoko tayamande, katika jina la Yesu Kristo. So nguvu ya Mungu ipo kwa ajili ya kukutofautisha na wanadamu. Nguvu ya Mungu ipo kwa mwanadamu kwa ajili ya kumtofautisha na wanadamu wa kawaida. Nguvu ya Mungu inataka kuwa ndani yako kwa ajili ya kukutofautisha kwenye familia uliozaliwa. Nguvu ya Mungu kazi yake ni kukutofautisha kwenye jamii ambayo upo, kwenye shule unayosoma, mahali unapokaa. Kazi ya nguvu ya Mungu ni kukutofautisha. Nami ninatamka katika jina la Yesu, nguvu ile kuu mno ikapite juu ya maisha yako kuyatofautisha, katika jina la Yesu Kristo. Ndoa yako ikatofautishwe, isiwe kama ndoa za wanadamu. Watoto wako wakatofautishwe, wasiwe kama watoto wa kawaida, katika jina la Yesu. Mifugo yako, kazi zako, karasupa lente mantolia supra kataya keleso prakataya, upokee neema ya kutofautishwa. Pokea nguvu ya kutofautishwa. Pokea uweza wa kiungu wa kukutofautisha, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu. Wewe ni mtu mkuu sana, wewe ni mwenye nguvu. Inuka katika jina la Yesu. Wewe sio dhaifu, wewe sio wa kawaida. Kwa jina la Yesu utafanya mambo ambayo watu hawajafanya, kwa sababu wewe sio wa kawaida, katika jina la Yesu. Na neema hiyo inashuka juu yako sahi, inashuka pale kamanto raskopa la kaisa vuta mande, katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Mungu akavuvie neema hiyo kwenye maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Ukatofautishwe uingiapo na utokapo, katika jina la Yesu Kristo, na Mungu akakufanya usiwe wa kawaida, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Basi usisahau kusubscribe, usisahau kucomment pamoja na kushare na kulike, na Mungu akubariki.